Yes, ndugu mtazamaji na msikilizaji, hali gani tena? Kwa mara nyingine tena ni Alphonse Motivation TV. Yes, nami pia nakukaribisha Alphonse Motivation TV, na hapa leo tutaenda kuzungumzia kitu kimoja ambacho kitakuwa kinahusu hii miti ambayo unaiona hapa. Hii miti ambayo kimsingi ni miti ambayo tunaita sana sana mikoko. Kwa wale wanajiografia wanajua kwamba ni mikoko. Na hapa ambacho tunaenda kukizungumzia leo, tutaenda kumhoji mtaalamu wetu hapa na ndugu yetu ambaye atatuelezea kwamba ni kwa sababu gani basi hii miti inaweza kuvumilia hali ya maji ya bahari. Hapa unapoiona hii miti, maana yake hapa bahari maji yake yamehama, na kama unavyoona kwa mbali pale kuna maji kidogo yamebaki. Hii inamaanisha kwamba siku zote maji ya bahari huwa yanafika mpaka maeneo haya hapa unavyoona ukingo hapa mwisho hapa. Lakini leo tuna mtaalamu wetu, nataka tujue kwamba hivi ni kwa namna gani basi hii miti inaweza kuvumilia maji ya bahari ambayo ni ya chumvi sana, ili hali miti ya kawaida haiwezi. Basi leo tukutane na ndugu yetu anaitwa Agripa, ili tumuulize basi kwamba ni kwa namna gani basi hii miti inaweza kuvumilia hali hii ya hewa. Na hapo mwanzoni, je, ilikuwaje? Hem, tudie na mtaalamu wetu. Mungu, habari yako? Salama, habari yako kwako? Salama kabisa. Naomba ujitambulishe ili watazamaji wa Alphonse Motivation TV wakujue kwamba wewe ni nani na tunazungumzia kuhusu nini hasa. Okay. Asante sana. Kwa majina naitwa Mr. Agripa sana Bushitela. Yes. Ni kijana ninayeishi kwa Bagamoyo kwa sasa. Lakini kwa siku ya leo tumeona kuja tutembelee katika maeneo haya. Mimi binafsi nimeshangazwa na kitu hiki, lakini kwa namna nilivyoiona hii miti sitakuwa na majibu ya moja kwa moja. Ndio. Ya kwamba ni kujibu ilikuwa hivi, lakini kwa namna ambavyo nimejaribu kufanya experiment pamoja na kudadafua kwa yaliyopo, nimeona kuna kitu ambacho kimejiri mpaka hii miti ikawa na uwezo wa kuendelea na kusurvive katika mazingira haya. Ndugu yangu, kwa sasa mimi nimeona kuna kitu hapa. Huenda zamani bahari ilikuwa haifiki maeneo haya. Lakini kwa kipindi fulani baada ya bahari kupush, muda mwingine tunasemaga climatic change. Yes. Hali ya hewa ilipobadilika hadi bahari ikafika maeneo kama haya, misitu hii kutwa ikiwa katika maeneo haya. Sasa tunaweza kusema kwa lugha rahisi, misitu hii kuwa na uwezo wa kusurvive katika mazingira haya, tuseme tu ni kitu kinachoitwa adaptation to the environment. Kwa maanisha kwamba hapo mwanzo bahari ilikuwa haifiki maeneo haya, yamkini labda ilivunja kingo na kufika maeneo haya, si ndio ndugu yangu? Ndio ninachomaanisha rafiki yangu. Yes. Kwa sasa nipende kusema tu ya kwamba tunapaswa kuangalia kitu kinachoitwa adaptation. Kwa maana hiyo hata kijana wa sasa unapaswa uelewe ya kwamba unapaswa uwe na kitu kinachoitwa adaptation. Usiishi kwa kuangalia ajira, hata kwa yule msomi usiishi kwa kuangalia ajira. Angalia kwamba mimi nasoma nategemea ajira. Ajira ni adimu sasa hivi. Kwa hiyo unapaswa uishi kwa kuzoea mazingira. Kwa maana hiyo nikiwa namaanisha adaptation, uadapt. Baada ya kumaliza chuo usitegemea kwamba naenda kupata ajira moja kwa moja, au baada ya kumaliza elimu fulani usitegemea unaenda kupata elimu moja kwa moja. No, ninachoongelea hapa ni kwamba unapohitimu au unapomaliza ngazi fulani ya elimu na unasubiria ajira, unapaswa utengeneze kitu kinachoitwa adaptation to the environment, ikiwa na maana ya kwamba unatakiwa ujitengenezee kitu ambacho kitakufanya uishi kulingana na mazingira uliopo sasa. Ndugu yangu mtazamaji wa Alphonse Motivation TV, tumemsikia kaka yetu hapa anaitwa Bwana Agripa, ni mmoja kati ya wanafunzi wa chuo kikuu kishiriki Malian University College, akijaribu kutoa tafakari fupi kulingana na hii miti. Kimsingi alichokiongelea hapa summarization ni kwamba hii miti kama unavyoiona hapa ni kwamba haya majani yake ukiyachuma na ukajaribu kuyakata na ukalamba maji yake, utagundua kwamba yanakuwa na chumvi nyingi sana, kama anavyofanya ndugu yetu hapa. Yeye anakata tawi hapo na kujaribu kuitest bwana. Bwana, unaonaje bwana? Ina chumvi sana. Ina chumvi sana. Yes. Sasa ni kwa nini basi hii miti ina chumvi nyingi? Inaonekana kwamba hapo mwanzo bahari haikuwa inafika maeneo haya hapa. Sasa baada ya bahari kuvunja kingo na kuingia katika haya maeneo, inaonekana kwamba hii miti iliamua kuadapt. Maana yake kuadapt tunasema kwamba ni kama vile kuiga au kuendana na hali ya kimazingira, ili basi isiweze kufa. Maana kwa wale watu wa sayansi tunasema kwamba kuna kitu kinaitwa osmosis. Osmosis kwamba huu ni ule mchakato ambapo tunasema kwamba kuna zile dutu ndogo sana kwamba zina uwezo wa kutembea kutoka kwenye sehemu yenye concentration kubwa au kiasi kikubwa cha chumvi kwenda kwenye sehemu ambayo haina chumvi kabisa. Kwa hiyo iliamua kuwa na chumvi nyingi ili basi kuhakikisha kwamba maji ya bahari hayataweza kuiathiri hii miti. Kwa wale watu wa biolojia na hisi watakuwa wamenielewa vizuri. Kwa hiyo basi alichokiongelea kaka yetu hapa ni kwamba
Kama miti imeweza kuadapt na kuendana na hali ya kimazingira, hata pia kijana wa leo Mtanzania inakubidi uendane na hali ya kimazingira kama vile kaka yetu alivyosema. Na usilalamike tu kwamba wewe sijui ajira hamna, sijui mara serikali haitoi ajira. No, unatakiwa upambane katika hali yako ili uhakikishe kwamba mambo yako yanakuendea vizuri na kila kitu kinaenda sawa. Usilalamike tu ndugu yangu. Kwa hiyo basi kuanzia leo inabidi uige tabia ya kuwa kama miti hii ambayo tunaita kwamba ni miti ambayo kimsingi inaitwa miti ya mikoko na ipo karibu na bahari, ili uweze kuendana na nini, na mazingira. Wanasema kwamba kuna msemo mmoja wa Hengo anasema kwamba ogelea kwenye bahari ambayo umeikuta, na usilalamike kuhusu mambo ya ajira, mambo ya hapa na pale. Kwa hiyo nakusihi sana upambane na uweze kupambana kisha kwamba unafika. Sasa hebu ngoja tumuulize basi ndugu yetu bwana Sanako Agrippa kabla hajaondoka hapa kwamba anawashauri nini vijana wa leo au Watanzania wa leo kuhusiana na kuadapt mazingira na kuhusiana na maisha ambao wanaona leo, maana wengi wanalalamika kuhusiana na hali ya kiuchumi. Kaka Agrippa, yes, unawashauri nini Watanzania wa leo vijana au wanachuo wa leo ambao sana sana first year ambao wanakuja shuleni ambao wanalalamika sana maisha ni magumu? Maana wanakuja wengi chuo akija kusoma wakifikiri labda kwamba chuo ni kusoma tu, lakini kwamba wanafikiri kwamba chuo ni bata. Je, unawashauri nini hao vijana ambao wanatoka mikoa mbalimbali kuja hapa? Asante. Unapoongea neno chuo ndio maana iliitwa university. Yes. It means that it's not public. Yes. Ni kama kitu ambacho kinenenda na tabia ya mtu mmoja mmoja kujifunza na kujikontrol mwenyewe. Yes. Kwa upande wangu hata Biblia yenyewe imejaribu kuongea kwenye kitabu cha tunaweza kusema kwenye kitabu cha Petro. Nadhani Petro wa kwanza sura ya 3 na lile fungu la 8. Yes. Imejaribu kuongelea kuhusu mambo ya mateso unapokuwa unatenda haki. Kwa hiyo hata sisi wenyewe kwa vijana wa first year wanaokuja sasa hivi wanaweza kaonekana wapo kwenye haki kwamba wamepambana form 6 wana lengo la kufika huku. Yaani hiyo ni haki yako, ni haki yao kufika chuo kikuu. Lakini kwa sasa kwa pande wangu nipende tu kuwashauri huku chuo kikuu sio kuingia kichwa. Isipokuwa unapaswa kuingia na procedure kwamba ninapoingia katika mazingira haya moja kwa moja I needed to be carefree, means that I have to be care to live with according to the environment. Kama mwanzo tulivyosema ya kwamba ni adaptation to the environment, anapaswa aliishi kuingana na mazingira. Kama nyumbani ametoka mazingira ni tofauti na haya, inapaswa anapokuja huku cha kwanza watu wanaowakuta katika mazingira hayo aendane nao na kutokurupuka, yani kufanya vitu ambavyo havina msingi kabisa katika maisha yake. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wao wenyewe wasije na hali ya ukurupuka ambavyo wanapaswa kujifunza na wasije na hali ya ukurupuka, isipokuwa waje na tabia learning kwamba wanapoishi na wenzao wajifunze kitu na kuelewa kitu katika maisha ya huku chuo kikuu. Kwa hiyo kwa ushauri wangu kwa fesia ni kwamba wasikurupuke, lakini pia wasije kujua kusema kwamba maisha ya chuo kikuu ni simple kwa namna wanavyojua. Maisha ya chuo kikuu yana ugumu fulani, lakini ukitumia akili ni maisha ambao ni mazuri sana kwa mwanafunzi ambaye anajua kujitengenezea kipato katika maisha yake ya kila siku. Asante. Okay, sawa. Asante sana kaka yangu kaka Agrippa. Ndugu mtazamaji, ni kaka yetu huyu ambaye ni mwanachuo pia, sasa hivi anaingia kwenye mwaka wa pili hapa Marian University College, na ametoa maoni yake kwamba mwaka wa kwanza mnaokuja first year msifikiri kwamba chuo ni nini, ni bata. Huku chuo ni kupambana na maisha ni magumu kama ilivyo kawaida, lakini ogelea kwenye bahari iliyoikuta. Yaani kuwa kama hii miti ya mikoko, adapt mazingira ili uendane na mazingira. Tunakushukuru sana ndugu mpenzi mtazamaji, na hii channel yangu Alphonse Motivation TV, tafadhali subscribe, lakini pia share na ucomment. I say, hebu tuendelee kuelimishana vizuri. I say, sikiliza first year. Kwa walimu kwa kwanza ambao mnakuja chuo, maisha sio bata. Narudia tena, maisha huku chuo sio bata, bali maisha ya chuo, maana ya chuo maana yake ni sehemu ambayo unakuja kupambana, inakupa overthinking. Maana yake lazima uthink beyond. Na ndio maana ukifika huku chuo kuna wakati unafika unapanga wewe mwenyewe. Kwa sababu gani? Inakupatia fursa ya wewe kuweza kupata changamoto pamoja na mbinu mbalimbali na fursa mbalimbali katika maisha. Hata kuna wengi wenu mkija huku chuo mnafikiri kwamba eti mmekuja kula bata, na mnajikuta mnaumia na mnaishia katika vitendo ambavyo of course sio vizuri. Kwa dada zetu mnajikuta mkishia katika tamaa ya fedha pamoja na kufanya mambo ya ngono na uzinzi. I say, hebu njoo na formula ya maisha. Kabla hujaja chuo, kaa chini tafakari kwamba wanakuambia kwamba huku chuo ni bata, wakemee ikiwezekana kwa jina la Yesu au kwa jina la yoyote ambao unafikiri kwamba ni Mungu wako ambao unaweza kumtumia katika kukemea mambo. Sikiliza kitu kimoja. Siku zote wahenga walisema hivi,
kama ukisafiri peke yako utawahi kufika, lakini kama mkiwa wawili utafika mbali. Katika masomo yangu mbalimbali niliyokuambia kwamba find your accountability partner au tafuta mshirika wa uwajibikaji. Unapokuja chuo mwaka wa kwanza, hakikisha unamtafuta mtu ambaye utamuona kwamba mindset yake na akili yake iko vizuri, itakuongoza. Na ukifika chuo, acha kufuata mkumbo wa watu. Kwa sababu gani? Utaumia na utashindwa kutimiza malengo yako. I say, kama alivyoongea kakaangu mwanzoni, kakaangu Giripa hapo nyuma kamera, alisema kwamba anawashauri sana wanachuo msije kichwa. Maana kichwa ni kuja ukiwa na picha yako nyingine kichwani, kwamba chuo kuko hivi, chuo ni kutamu. Huku chuo msuli ni ule, tunakamua msuli, tunasoma, lakini hatukati tamaa. Hebu pambana na uje chuo kwa niaba ya malengo ya kufanya kitu sahihi. Ukikuta kazi huku, kama unaona kama unaweza kuifanya, piga kazi, ili mradi tu tonge liingie kinywani. Usifikiri kwamba eti muda wote boom litatoka, ndugu yangu wewe. Aisee, tukuja kula kwako sana. Aisee, mimi niseme kwamba sina mengi, lakini nachokushauri kwamba kuwa kama miti ya mkoko. Ogelea kwenye bahari unayoikuta. Ogelea kwenye bahari unayoikuta. Narudia tena, ogelea kwenye bahari unayoikuta. Useme kwamba mazingira ni magumu, siji mama nirushie 10,000. Pambana uje ufight. Bwana, na kukaribisha chuoni. Karibu sana Marian University College, ni chuo kizuri kwa ajili yako. Labda tu niseme nikukumbusha kusubscribe, kulike pamoja na kushare, lakini pia comment utuambie, je, wewe umejipanga vipi kuja kwako chuo? Je, umekuja na picha gani chuoni? Na kama umekuja na picha tofauti, basi mimi nitashare na wewe kwenye comment hapo, alafu utaniambia kwamba ni kwa namna gani tunaenda kushiriki mawazo mbalimbali. Langu jina naitwa Alphonse Ndabitsa, na hii hapa ni Alphonse Motivation TV. Nyuma kamera ni kakangu Giripa Sanago, na nikushauri tu kwamba karibu sana kwenye kipindi hiki, subscribe ili kupata video kwa kwanza, na nikushukuru sana. Mungu akubariki. Chao.